hivi tuko kwenye inflation rate ya 3.38 ambayo ni kitu kizuri. Jana kama mlisikiliza speech ya rais wetu kwenye kufungua baraza la wawakilishi, alisema kwamba tunataka hii inflation rate yetu ya Zanzibar iwe kati ya 0 na 5. Na sasa hivi kwenye miaka mitano inayokuja ambayo yeye anaiongoza hii nchi, tutajitahidi sana kwamba hii inflation isivuke 5%, which is a good thing. Na wenzetu huko East Africa wote wana policy hiyo hiyo, especially Kenya, na wao wanasema hivyo hivyo kwamba wanataka isivuke 5. Lakini hiyo 5, je, tutaifikiaje? Kama mlivyosikia jana kwamba sasa hivi tunajitayarisha kuweka storage ya vitu ambavyo tulikuwa zamani hatuweki storage kubwa. Kuna silos zinajengwa, silos ambazo zinakuwa zina store zaidi ya chakula tani 60,000. Kwa hiyo that means pale ambapo bei zimepungua, basi sisi tunaweka kwa ajili ya kuja kucover up wakati ule ambao tutajua kwamba inakuwa bei ya vyakula inabadilika. Kwa hiyo sasa hiyo ndio mwelekeo wa serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar. Tukiangalia hivi vyakula na vyakula visivyo na kileo, okay, hivi kwa mwezi wa Oktoba vimepanda, imefika 7.09 ambayo inatoka kwenye 4.072 ya Septemba. Sasa kwenye vyakula tusiulizane kwa nini Oktoba tunahisi kwamba kulikuwa na fluctuation ya bei ya vyakula. Manake sote tuko hapa na tunaelewa kwa nini bei ya vyakula imepanda Oktoba. Of course kulikuwa ushawishi, tunashawishiana kwamba ni time ya uchaguzi, kila mtu aweke vyakula ndani and things like that. Lakini hiyo pia inacheza role yake kwenye uchumi wa nchi. Mimi of course nilikuwa nasema hakuna haja ya kuweka vyakula kwa sababu najua tu mambo yatakuwa fresh, na kweli yamekuwa fresh. Lakini sasa ile ili trigger kwamba vyakula kwa mwezi wa Oktoba vimekuwa slightly vimepanda. Okay? Kwa hiyo inamaanisha nini? Index ilikuwa ni 113.49 last year, lakini kwa mwaka huu sasa, Oktoba mwaka jana sasa hivi kwa Oktoba mwaka huu imekuwa 117.32. Kwa hiyo inaonesha kwamba kuna ka rise kadogo in the cost of living. Sasa hiyo nini maana yake? Prices, bei zinapanda, lakini zinapanda kidogo kidogo sana. Ile inflation inakuwa covered na vitu vingine ambavyo tulikuwa tuna expect kwamba vinakuwa vitapanda, kama tuna kama tuna mafuta, petrol, diesel. In the last 3 months zilikuwa zinashuka na mpaka sasa hivi tulipo imeshuka. Ndio maana mnaona kwenye vile vitu ambavyo vimecontribute kwenye kuweka inflation ya nchi, mtaona kwamba transport ni 5. Kwa sababu gani? Kwa sababu mafuta yalikuwa yanapungua huko duniani, bei ikipungua basi na sie huku inapungua. Ndio maana sasa hivi rais wetu tena akasema kwamba sasa tunaweka storage facilities, kwamba mafuta pale yakipungua angalau tupate na extra ya miezi 3 mbele, kitu ambacho tungefanya wakati wa COVID, kwa sababu wakati wa COVID kama mnakumbuka bei ya mafuta ilifika mpaka $8 for a barrel, ambacho ilikuwa ni kichekesho, hatukufikiria kama inaweza ikafika huko. Lakini sasa hivi tumejitayarisha kiasi hicho kwamba tuweke storage facilities kwamba tutaweza kustore hivyo vyakula. Kwa hiyo kustore hayo mafuta. Sasa kwa vitu vitano ambavyo vimeongezea kwetu sie, tuna vyakula, kuna alcoholic and beverage na tobacco, na kuna restaurants, furnishing na transport. Hivi ni vitu vitano vya mwanzo kule. Hivi vimekula karibu 60%. Kwa wenzetu wa Kenya ni vitu vitatu vimekula 72% ya inflation, ya inflation yote kwa wao. And tunaona kwamba hivi vitu ndio hatuwezi kwenda without them. Okay? Tukizungumzia core inflation tunasema tunavitoa vile vitu ambavyo viko volatile kama mafuta na vyakula ambavyo bei zake zinaweza zikabadilika hafla bila ya kujua.
So tukija kwenye annual inflation, tunasema kwamba bei kwa Oktoba zilipanda zaidi. Okay? Lakini sio ile haraka ya hivyo. Nini maana yake? Kwamba ilikuwa 122.13 Oktoba 2024, lakini sasa hivi Oktoba 2025 ni 129.96. Hichi maana yake ni nini? Kwamba kile kitu ambacho mwaka jana unaweza kununua kwa 122, mwaka huu unakinunua kile kitu kwa 130. Ndio maana yake ya hiyo. Sasa tunakuja kwenye faharisi za bei kwenye non-food, vile vitu ambavyo sio vyakula. Hiyo inflation rate yake of course imeanguka kufikia 1.04 kwa Oktoba 2025 kutoka na 2.93 ya Septemba 25. Okay? Kwa hiyo sasa hizi bei pia za non-food, sio vyakula hivi, imepanda kidogo. Okay? Kutokea 107.59 kufikia 108.71. Kwa hiyo kuna ka slight increase hapa. Na nini sababu zilizofanyisha hivyo, hiyo overall slower inflation? Mwasilishaji alitutajia vitu kama 13, sikumbuki vizuri, ambavyo vimepungua bei sana. Sawa. Kwa hiyo hizi bei hapa Zanzibar zimepanda Oktoba sana. Kwa hiyo chakula kilipanda, ilikuwa zaidi. Lakini inflation ilikuwa imeletwa chini kidogo kutokana na nini? Vitu kama mafuta, gas na sukari. Sukari, nchi kama Brazil, India na Thailand ndio producers wakubwa wa sukari. Kwa hiyo wao walipata harvest kubwa, na ndio maana bei ya sukari mnaona kwetu sote East Africa imeplay its role, kwamba imepungua na kuweza kuweka bei zikawa sawa. So hii monthly headline ya Zanzibar inatuonesha by how much hizi bei zinabadilika kutokea mwezi mmoja mpaka mwezi wa pili. Kwa hiyo hii sasa kwa hapa ilikuwa 0.21 kwa Septemba. Kwa hiyo hizi prices zimepanda kidogo, lakini kwa Oktoba hiyo imekuwa sasa slightly, kuna ka slight increase. Kwa hiyo food prices zimepanda, lakini sio sana. Tukiangalia faharisi ya bei ya Oktoba, tunaona kwamba samaki walipungua sana 7.41%. Sukari, kama nilivyosema, sukari imepungua huko bei duniani, kwa hiyo na kwetu sie. Diesel, petrol, hivyo vyote vimepungua huko, kwa hiyo that means that na huku kwetu imekuwa kidogo imerudi chini. Sababu zinaweza zikawa hizo kwamba huko zimepungua bei. La pili, local currency. Local currency yetu imegain. Watu wenzetu wa BOT washaingia, watakuja ku explain more on that, that's not my field, lakini local currency imegain ukilinganisha na US dollar. And then kuna mambo ya petrol nisha mention, and then na improved supply of course. Sasa hivi wavuvi wamepewa boat engines zenye uwezo mkubwa zaidi, na wanaenda kwenye maji makubwa zaidi na wanavua zaidi. Ndio maana mtaona kwamba kwa mwezi huu ilikuwa sasa samaki wamekuwa wanavuliwa kwa wingi na bei yake imeweza kupungua sana. And then of course kuna seasonal effects, inatizama season zikoje. Sasa hivi ni wakati wa mavuno au sio wakati wa mavuno. Demand and supply, ile sheria ya demand and supply kama tunaikumbuka, tunaona hapa kwamba inaanza kufanya kazi.